Siku nyingine tena ambayo Bwana ameruhusu tukutane tena katika kipindi hiki tuweze kutafakari ukuu wake. Na siku ya leo tutajifunza na kujikumbusha juu ya somo linalosema vazi la harusi. Vazi la harusi. Mara nyingi ukialikwa kwenye harusi, mialiko ya harusi, moja ya kitu ambacho watu huwa wanafikiria katika kuhudhuria harusi hiyo ni vazi gani ambalo linatakiwa nivae siku hiyo. Lakini kuna harusi zingine ambazo huwa zinapanga kabisa aina ya mavazi, kwamba mavazi ya harusi, wote watakaoingia ukumbini wawe na vazi aina fulani au rangi fulani. Kwa hiyo ni somo ambalo tutaenda kujifunza leo. Kiroho ni somo ambalo linatufundisha kitu gani? Tumeanza na fungu la utangulizi kutoka kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 2 linalosema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Yesu alipenda sana kuzungumza kwa mifano. Kwa sababu mifano ni njia yenye nguvu zaidi ya kufikisha ujumbe. Mifano ni njia bora zaidi ya kufikisha nini? Ujumbe. Lakini pia ni njia ya kumgusa mtu pasipo kumkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, Yesu alifikisha ujumbe aliokuwa ameukusudia kwa watu kwa kutumia mifano. Pamoja na kwamba alikuwa katikati ya upinzani, lakini alifikisha ujumbe ule kwa wapinzani wake kwa kutumia mifano. Mifano haisahauliki. Ujumbe ndani ya mfano huwa hausahauliki. Akitolewa ule mfano, mtu anabeba kumbukumbu ambayo haisahauliki. Na mifano inatumika kuwasilisha ujumbe kwa nguvu zaidi, kwa sababu inahusiana na maisha yetu ya kila siku. Mfano ukitumika kuwasilisha ujumbe kwetu, mfano ambao ni wa maisha yetu ya kila siku, utawasilisha ujumbe kwa nguvu zaidi, kwa sababu tunao ujuzi wa mapito ya maisha yale ambayo mfano huo umepita kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Harusi ni nini? Harusi ni nini? Maana fungu kuu tuliloanza nalo linasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Harusi tunachojua huwa ni ndoa. Harusi ni ndoa, muunganiko kati ya mume na mke. Sasa
Harusi inayozungumziwa hapa ni ndoa kati ya Kristo na kanisa. Ni ndoa kati ya Kristo na nani? Kristo ni mume na kanisa ni mke. Mtume Paulo katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 31 hadi 32 anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mgapi? Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Katika mfano huu ulioelezwa kwenye Mathayo 22 ni mfano wa harusi ya mwana mfalme aliyomfanyia mfalme mwanaye, na harusi hii kama tulivyotangulia kusema ni ndoa, muunganiko kati ya mume na mke. Sasa Paulo akiwa anazungumzia ndoa anasema wawili huungana na kuwa mwili mgapi? Mmoja. Lakini akasema siri hiyo ni kubwa, mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Maana yake Kristo kama mume alipaswa kumwacha baba yake mbinguni na kuja kutukusanya sisi kama kanisa ambalo ndio mke, na hatimaye Kristo na kanisa waungane, wawe mwili mgapi? Wawe mwili mgapi jamani? Maandiko yanasema sisi tu viungo katika mwili wa nani? Sisi tu viungo katika mwili wa nani? Mke alitoka katika ubavu wa nani? Wa Adamu, si ndio? Maana yake Adamu, Eva alikuwa sehemu ya kiungo cha nani? Cha Adamu, ambaye ni mwanamume. Vivyo hivyo kanisa ambalo ndio sisi wanadamu tunaomwamini yeye, tu viungo kujenga mwili wake. Ina maana Kristo anakuwa ndani yetu na sisi ndani yake. Hapo umetengenezwa mwili mgapi? Na katika ndoa tunaelezwa wawili huungana na kuwa mwili mgapi? Na tumeelezwa katika ndoa kwamba mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Ni mfano ambao kwa uhalisia, katika maisha ya kiuhalisia tunauelewa vizuri, na ndicho ambacho Yesu alikifanya. Yesu alitoka kwa baba yake kuja kuoana na kanisa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano wa ajabu kupitia ndoa ambao tunaweza kuelewa ufalme wa mbinguni unafanana na namna gani. Tunachopaswa kujifunza hapa, kama ambavyo mume na mke wanafanyika kuwa mwili mmoja, tunapaswa kuwa wamoja na Kristo. Kristo kuwa ndani yetu na sisi kuwa ndani. Kristo kuwa ndani yetu na sisi ndani yake. Hii ndiyo Injili na ni siri kubwa sana ambayo tunapaswa kuipokea kwa njia ya imani. Tunapaswa kuishi ndani ya Kristo kwa imani. Bwana pewe sifa. Tunapaswa kuishi ndani ya Kristo kwa imani, na yeye anapaswa kuishi ndani yetu kwa njia ya matendo mema. Bwana Yesu asifiwe.
Sisi tunaishi ndani yake kwa imani, yeye anaishi ndani yetu kwa njia ya matendo mema. Ina maana akiwa ndani yetu, udhihirisho wa matendo mema utaonekana. Kitabu cha Christian Object Lessons, vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 307 kinasema, mfano wa vazi la harusi unafungua mbele yetu somo lenye umuhimu wa hali ya juu sana. Kwa harusi inawakilishwa muungano wa ubinadamu na uungu. Harusi hiyo inawakilisha muungano kati ya ubinadamu na nini? Tunapaswa kuwa washiriki wa uungu. Ndiyo lengo la Yesu Kristo kuja hapa duniani, kutuokoa ili hatimaye tuwe washiriki wa uungu, tabia ya kiungu, tabia safi takatifu. Maana yake ni kwamba kama tunatangaza Injili, tunasema Injili, lakini hatufanyi bidii yoyote wala hatujihangaishi kutafuta muungano huu kati ya Yesu Kristo na sisi, Kristo kuwa ndani yetu na sisi kuwa ndani yake, maana yake ni kwamba tuko nje na Injili ambayo tunaitamka katika midomo yetu. Kama ambavyo mtu anaapa kwenye ndoa siku ya harusi, mtu anaapa kwamba nitakuwa mwaminifu katika ndoa yangu hii sasa mpaka kufa, nitakuwa mwaminifu katika njaa, nitakuwa mwaminifu katika utajiri, katika kila hali. Ndivyo ambavyo tunapaswa kuapa, kuwa waaminifu kwa Kristo siku zote. Tunapaswa kuapa kuwa waaminifu kwa Kristo siku zote. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5 inasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye nini? Wivu. Mara zote tunaozungumzia hapa ni ule ambao unatokana na ndoa. Mume anakuwa na wivu na mke wake, yaani hataki hata kuona wanaume wengine wanazungumza naye, ama kuna mazoea fulani na wanaume wengine. Wivu huo ndio wivu. Sasa katika mfano huu wa harusi ya mwana kondoo, kwamba mfalme alimfanyia mwanaye harusi, katika mfano huu Yesu anachukua nafasi zote hizi ngapi? Yeye anafanyika kuwa mfalme na yeye anafanyika kuwa nani? Mwana. Tuko pamoja wapendwa? Maana hapa ndiye anapozungumza hapa katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5. Ni Yesu mwenyewe anasema, mimi ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu. Kwa sababu gani ana wivu? Ana wivu na watu wake, ana wivu na kanisa lake, ambalo kanisa ndio nani? Mke. Wivu kwa Kisukuma tunasema iboba. Iboba ni hali ya mwanaume kuwa na wivu wa hali ya juu sana kwa mke wake. Yaani yuko tayari, mtu akitoka hapa hata anaenda sokoni na yeye anafuata kwa nyuma, anachungulia, anaangalia hivi anaongea na nani, hivi anafanya nini, anapita wapi. Yaani kila sehemu ambayo anaenda mke, na yeye anataka afanye nini? Amfuate, aone anapita wapi. Ndio wivu alionao Kristo. Anataka kila sehemu tuwe naye, ajue tunapita wapi, tunafanya nini. Maana yeye ni Mungu mwenye wivu. Tunapaswa kufahamu thamani yetu mbele za Mungu
na tuishi sawasawa na thamani hiyo. Tunapaswa kutambua thamani yetu mbele za Mungu na tuishi sawasawa na thamani hiyo. Tusije kuwa tunafikiri kwamba thamani, tukiishi nje na thamani ambayo Yesu anatuona nayo, tutafaa kutembea naye. Maanake mwisho wa siku atasema hawa watu ambao nimewathamini, nimewafanyia kila kitu, sasa kumbe hawathamini kile ambacho nimewafanyia. Basi Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuthamini kile ambacho Kristo ametuthamini, ametununua kwa damu ya thamani. Hebu fikiria wewe umenunua hata tuseme umenunua kuku kwa ajili ya kufuga ili azae kuku jike, halafu huyo kuku hazai na ulimnunua kwa thamani kubwa sana. Utaendelea kumpa ile thamani ambayo ulimnunua nayo? Lazima itashuka. Utasema hapa nilikula hasara. Lakini akizaa sawasawa na matarajio uliokuwa umeweka, thamani itaendelea kuwa ile ile, tena itapanda zaidi. Lazima thamani ile ambayo Kristo ametuokoa kwayo, tutembee sawasawa na thamani hiyo, na hata thamani hiyo kukua zaidi. Mke wa mtu hawezi kuishi kwa tabia sawa na yule ambaye hana mume. Mke wa mtu hawezi kuishi kwa tabia sawa na mtu ambaye hana mume. Mtu asiye na mume, tena asiyejiheshimu, anaweza akawa anatembea muda wowote, anarudi muda wowote anaotaka nyumbani, anarudi nyumbani muda wowote anaotaka. Lakini mke wa mtu aliye na mume anarudi nyumbani kwa muda unaotakiwa, sawasawa na taratibu ambazo zimewekwa katika familia. Mtu asiyemheshimu mume wake, ni dalili tosha ya kwamba hawezi akamheshimu hata nani? Hata Mungu wa mbinguni. Kwa sababu ndoa hii ya kidunia, ndoa hii ya kimwili, ambayo kiini chake ni kiroho, ni picha ya muunganiko kati ya mtu na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema hivi, ndoa zetu zinatakiwa ziwe mbingu ndogo. Maanake ziakisi ule muunganiko wa mtu na mbingu, ama mtu na Mungu. Na hivyo jinsi ambavyo muunganiko wa mtu na Mungu ulivyo na heshima, ulivyo na uaminifu, ulivyo na upendo, ndivyo ambavyo katika ndoa kutakuwa na heshima, uaminifu, kutakuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 na wa 6 katika Mathayo 22 anasema, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Hapa Yesu alikuwa anatoa mfano wa watu ambao walikuwa wamealikwa kuja harusini. Sasa anaendelea kusema kwamba yule mfalme alituma watumwa wake ili waende kuwaalika watu waje wapi? Harusini. Ukiwa na harusi, si watu natuma watu wanasambaza kadi. Sasa mfano huu unaeleza jinsi ambavyo mfalme alituma watumwa wake
ili waende wakaalike watu kuja harusini, na wale watu wakakataa. Lakini pia anasema nao waliosalia wakawakamata, yaani wale wanaoalikwa wakawakamata wale waliokuja kuwaalika, wakawakamata, wakawatenda jeuri na kuwaua. Hebu fikiria. Kwa mshangao unaweza ukasema kwamba hawa watu hawakuwa na akili, hawa watu walikuwa wajinga sana. Yaani wanakataa mwaliko wa kwenda kwenye harusi, sehemu ambayo imesema kabisa kwamba vinono vimeandaliwa, halafu wanakataa. Walikuwa na akili timamu kweli hawa? Unaweza ukaona kama ni wapumbavu, hawana akili. Lakini swali la kujiuliza ni mara ngapi hatufanyi wajibu wetu sawasawa na mwaliko wa Injili tuliopewa? Mwaliko unaozungumziwa hapa wa harusi ni Injili inayotangazwa, Injili ya wokovu. Je, tunaipokeaje? Huo ndio mwaliko wa kuja wapi? Harusini. Harusi ni siku ile Yesu anakuja kuchukua nini? Kanisa lake ambalo ndio bibi harusi, ndio siku ya harusi. Sasa hivi ni mwaliko wa kuja wapi? Harusini. Ni swali la kujiuliza, sisi huu mwaliko kupitia Injili tunaupokeaje? Tunaweza tukawa sawa na hawa waliotajwa hapa, ambao wao katika kualikwa waliwatenda jeuri wanaoalika na pia kuwaua. Unajua tunaweza tukawatenda jeuri kwa namna gani? Kuchukulia kwa urahisi ndio tunazojifunza. Kuchukulia kwa nini? Umejifunza jambo fulani, Mungu anataka ufanye hivi, lakini unachukulia kwa urahisi, hufanyi kama inavyotakiwa. Pale unawatenda jeuri wale waliofanya nini? Waliotumwa kuja kualika. Lakini pia kwa kupuuza ukweli tunaojifunza wa wokovu, tunawaua wale waliotumwa. Maandiko yanasema tunapotenda dhambi tunamsulubisha Yesu Kristo msalabani mara ngapi? Maanake kwa kupuuza Injili unadharau hata kifo cha Kristo msalabani. Tunao ujumbe wa leo, ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wangapi? Ujumbe wa malaika watatu, ambao ndani yake kuna mambo mengi. Kuna amri 10, kuna amri 10 za Mungu, kuna amri 10 za Mungu, kuna matengenezo ya afya, kuna Sabato. Je, tunazitii kwa namna gani hizo? Tunazitii kwa namna gani hizo kweli? Kama tunazitenda sawasawa na zilivyosema, basi tunakubali mwaliko wa karamu ya harusi. Lakini kama tunazitenda kinyume, hatuzizingatii sawasawa na uzito wake kama zilivyosema, basi ni sawa na wale waliokataa mwaliko wa harusi. Bwana pewe sifa. Yesu alitoa mfano huu muda mfupi sana kabla ya kusulubiwa kwake, akiwazungumzia Wayahudi kwa kukataa mwaliko wa toba na kuiamini Injili. Maana Yohana alitumwa kwao, akaja kuhubiri ujumbe wa toba na akabatiza. Lakini pia Yesu mwenyewe akaja akaanza kuhubiri Injili. Mungu alituma kwanza manabii, wale waliotumwa sasa kuja kufanya mwaliko, kuja kualika watu waje harusini. Mungu alituma manabii, hawakusikilizwa.
Mungu alimtuma Yohana Mbatizaji. Alimtuma nani? Yohana Mbatizaji, lakini walikataa. Yesu alituma wajumbe 12, mitume 12 aliwatuma, lakini na wao hawakusikilizwa. Aliwatuma wale wanafunzi 70, hawakusikilizwa. Alimtuma Stefano, wakamuua. Alimtuma Paulo, naye akakataliwa. Yakobo nduguye Yesu naye aliuawa na Wayahudi. Ni jambo la ajabu kwamba mfano huu wa Yesu uliendelea kutimia hata baada ya yeye kuja na kuondoka. Wayahudi waliendelea kukataa mwaliko wa nini? Wa Injili, mwaliko wa harusi, ili wao tena walikuwa ni waalikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye harusi za kawaida hizi huwa kuna kadi zinatofautiana, si ndio? Huwa kuna kadi ambazo huwa zinatofautiana. Kuna kadi za watu maalum, yaani wao wanakuwa daraja la juu zaidi. Halafu kuna kadi za watu wengine wa kawaida. Tuko pamoja eh? Wayahudi ama Waisraeli walikuwa ni waalikwa, wageni waalikwa kwenye ile karamu. Lakini wajumbe wote hao waliotumwa kwao wakaonekana hawana thamani yoyote. Wakawapiga, wakawatenda jeuri na kuwaua. Tuendelee. Mstari wa 7 anasema, basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Yule mfalme alifanya nini? Akaghadhabika, aliyeandaa ile harusi ya mwanaye akaghadhabika. Ametuma watu waende kualika. Waalikwaji wamewaua. Waalikwaji wamewaua waalikaji. Ndipo mfalme akaghadhabika, akatuma majeshi yake yakaenda kuangamiza wauaji wale na akauteketeza mji wao. Mfano huu wa Kristo ulikuwa ni unabii pia. Haya yote ambayo yalitajwa hapa ya mfalme kutuma majeshi yake kwenda kuangamiza wauaji wale na mji wao, unabii huu ulitimia mwaka wa 70 AD, mwaka wa 70 baada ya Kristo. Mji wa Yerusalemu, mji wa Wayahudi, mji wa Yerusalemu, mji wa Wayahudi uliangamizwa na kuteketezwa na majeshi ya Rumi. Majeshi ya Rumi hapa yametajwa ni majeshi ya nani? Ya mfalme. Mfalme nani? Mfalme nani? Narudia kusoma. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake. Majeshi yake ni yapi? Majeshi ya Rumi. Yeye mfalme ni nani? Ni Mungu wa mbinguni. Vyote vijazavyo nchi ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Shetani ni mwizi tu. Shetani ni nani? Ni mwizi tu. Ufalme wa Babeli tunajifunza aliutumia kwa namna ambavyo isiyo shetani, lakini Mungu mwenyewe alitumia ufalme wa Babeli jinsi ilivyo sahihi, kwa sababu wanadamu wote wale ni mali yake. Majeshi ya Rumi, pamoja na kwamba ni watu ambao hawakuwa wamepokea ile nuru ya Injili, lakini wanatajwa kuwa ni watumishi, majeshi ya nani? Ya Mungu, yakatumwa kwenda kuangamiza mji wa wale wauaji waliokataa mwaliko. Mwanahistoria mmoja anayeitwa Flavius Josephus anasema takribani Wayahudi 1.1 milioni walikufa katika maangamizo ya Yerusalemu.
1,100,000 Wayahudi waliokufa katika maangamizi yale, na Wayahudi takribani 97,000 walichukuliwa kwenda kufanya nini? Mateka, kuwa watumwa kule Rumi. Kuna kitu kimoja kule Rumi kipo kama mabaki mpaka sasa hivi, kinaitwa kwa Kiingereza ni Colosseum. Colosseum ni jengo fulani hivi linalokaa kama uwanja wa mpira. Uwanja wa mpira unavyojengwa sasa hivi, uwanja wa mpira jinsi unavyojengwa, unajengwa kwa majukwaa hivi, kwa jukwaa, viti vilivyozunguka hivi, afu pale chini, pale katikati uwanja unakuwa kwa chini hivi. Sasa ilijengwa ile stadium inayoitwa Colosseum kwa Kiingereza kule Rumi, ilijengwa na mfalme Vespasian, ambaye ndiye alikuwa mfalme wakati Wayahudi wanatekwa na kuuawa mwaka ule wa 70. Akiwa kama mfalme, aliwachukua wale watumwa, ndio waliojenga Wayahudi wa kitumwa, ndio waliojenga ile Colosseum. Ni jengo kubwa sana na imara ambalo matangazo ya kisiasa au hotuba za kisiasa zilikuwa zinafanyika pale, burudani zilikuwa zinafanyika pale, kama ambavyo viwanja vya mpira hivyo vinafanyika leo. Vinaweza vikatumika kwa hotuba za kisiasa au burudani. Kwa hiyo zile Colosseum walijenga Wayahudi wakitumwa kutoka Yerusalemu. Josephus Flavius alikuwa ni Myahudi aliyeshuhudia maangamizi ya Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Josephus Flavius alikuwa ni Myahudi aliyeshuhudia maangamizi ya nini? Yeye mwaka ule wa 67 AD alikuwa kamanda wa jeshi la Wayahudi kule Galilaya. Alikuwa kamanda wa jeshi la nini? La Wayahudi kule Galilaya. Lakini alikamatwa na Waroma mwaka huo, wakati wanapigana kati ya majeshi ya Rumi na majeshi ya Yudea, jimbo la Yudea kule Galilaya. Akakamatwa na Warumi akiwa kama kamanda wa jeshi la Wayahudi. Josephus Flavius alipokamatwa na jeshi la Kirumi lililoongozwa na Tito, alipewa jina la familia ya mfalme, jina Flavius. Josephus Flavius. Flavius haikuwa jina lake, ila aliongezewa, alipewa jina la familia, kama ambavyo mtoto, hata yule ambaye sio mtoto halisi wa mfalme, kwa sababu yule mtoto au yule mtu mfalme amempenda, huwa anampa jina la kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kuzingirwa kwa Yerusalemu, Josephus Flavius alikuwa pamoja na Warumi, Josephus Flavius alikuwa pamoja na Warumi kule nje ya mji. Alifanya kazi ya kutafsiri, lakini pia alitumika kuambia Wayahudi wajisalimishe kwenye jeshi la Warumi. Maana yeye ni Myahudi mwenzao, kwa alikuwa anatumika kutafsiri kama mkalimani kwenye jeshi la Warumi ili wapate kuelewana. Halafu alikuwa anatumika pia kuwaambia Wayahudi wajisalimishe, wasiwe na shingo ngumu. Josephus Flavius, na wengi waliokuwa ndani ya mji walimuona kama msaliti kwa kuambia wajisalimishe. Baadaye Josephus Flavius aliandika mambo kuhusu maangamizi ya Yerusalemu aliyoyaona kwa macho yake yeye mwenyewe. Kwa nini aliwapata maangamizo hayo Wayahudi? Ni kwa sababu walikataa mwaliko wa Injili na kuwatendea jeuri waliotumwa kwao
kuwaalika kwenye karamu ya harusi. Walipohubiriwa injili ya wokovu, waliipinga, wakaikataa. Mathayo 22 mstari wa 8 na wa 9 nasema, kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni waite hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Baada ya Wayahudi waliokuwa wageni waalikwa kukataa mwaliko ulielekezwa kwa mataifa yote, watu wa kila aina waje katika harusi ile. Paulo katika kitabu cha Wakolosai 1:23 anasema, tumaini la injili mliosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Kipindi hiki Paulo anazungumza injili ilikuwa imeenea katika maeneo mengi sana ya utawala ama ya ufalme wa Rumi kupitia mtume Paulo na mitume wengine na watendakazi wengine wa injili. Injili ilikuwa imehubiriwa maeneo mengi ya utawala wa Rumi, Asia, bara la Asia, Afrika na hata Ulaya. Huu ulikuwa mwaliko wa kila anayeonekana kuja wapi? Harusini, kwa sababu wale walioalikwa wamekataa kuja. Harusi, maandiko yanasema harusi ikajaa wageni, lakini waliojaa ni pamoja na wema na waovu. Ndani ya kanisa kuna magugu na nini, lakini ukijumlisha wote wanaokiri kuamini imani ya Kikristo, wote si wema, wote si. Wengine wanakiri kwa midomo ni Wakristo. Kwa nini? Kwa jina tu. Ndicho kinachosema hapa kwamba harusi ikajaa wageni. Harusi kwa maana ya kwamba wote walioiamini injili na wakajiita ama wakajidai kuwa Wakristo ni wengi, lakini kati ya wale wote wanaojidai kuwa Wakristo kuna wema na wabaya. Leo hii takribani 30% hadi 31% ya idadi ya watu duniani kote ni Wakristo, wanajidai kuwa ni idadi kubwa zaidi ya imani yoyote nyingine duniani. Maandiko yanasema harusi imejaa nini? Wageni. Lakini wageni wale ndani yao kuna wema na wabaya. Kilichofanyika kwa Wayahudi ni somo la kujifunza kwa kila anayeisikia habari njema. Kwa kila anayeisikia habari njema ya wokovu. Mtu asifikiri kwamba kwa sababu yeye sio Myahudi basi hawezi kuwa katika hatari ya kile ambacho kilichowapata Wayahudi. Amini kwamba kilichowapata Wayahudi kwa kukataa mwaliko wa injili, kinachokuja ni kikubwa zaidi na kibaya zaidi kwa wale waliokataa mwaliko. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi 11 mstari wa 17 hadi 22, anasema, lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu anayetajwa hapa ndio wa mataifa, wamepandikizwa katika shina la mzeituni. Shina hilo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuaye shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Anasema basi utasema matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao. Na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune bali uogope. Kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Kama Wayahudi hakuwaacha kwa sababu ya kutokuamini kwao, ndivyo ambavyo mimi na wewe tutaachwa kwa kutokuamini kule kule.
Kwa hiyo Wayahudi kile kilichowapata na walichokifanya ni funzo kwetu, ili tusije tukapitia mapito yale yale ambayo wao waliyapitia. Anasema, tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka, ukali bali kwako wewe wema wa Mungu ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi walikuwa ni tawi kwenye shina la nini? La mzeituni, tawi ambalo lilikuwa ni kubwa zaidi. Na sasa kwa kukataa kwao Injili, ni tawi lilikafananishwa na tawi ambalo limefanya nini? Limekatwa. Na katika tawi hilo likapandikizwa tawi mwitu, tawi la mzeituni mwitu. Mfano leo unaweza ukapandikiza kwenye mchungwa ukapandikiza limao, au kwenye mti wa limao ukapandikiza tawi la mchungwa. Ndivyo ambavyo wa mataifa wanafananishwa na tawi la mzeituni mwitu lililopandikizwa kwenye shina la mzeituni mwitu. Na sasa mataifa naambiwa usijisifu kwa sababu umepandikizwa hapo mahali ambapo wengine wamekatwa, kwa sababu onyo ni lile lile hata kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini hapa? Malipo ya uasi walioyapokea Wayahudi yasiyo na rehema, ndivyo itakavyokuwa kwa mtu yeyote atakaye dharau au kukataa mwito wa wokovu. Sasa mstari wa 11 anasema, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Kabla ya harusi, kabla ya nini? Lazima kuwepo na ukaguzi na kuhakiki wageni wote kama wana vazi la harusi. Nimesema kwamba harusi inayozungumziwa hapa ni siku ile Yesu amekuja hapa duniani kuchukua kanisa lake ambalo ni bibi harusi, atakuja kuoa. Bwana pewe sifa. Atakuja kufanya nini? Waislamu wanaamini kwamba Masihi atakapokuja, Masihi Isa, Nabii Isa atakapokuja tena, wanaamini atarudi tena, atarudi kuja kuoa. Mara ya kwanza alipokuja hakuoa, ila anapokuja atakuja kuoa. Ila wanayemzungumzia, uoaji wanaozungumzia ni wa kimwili, kuoa, kuwa na mke wa kimwili. Pengine kuna namna fulani ambao wanashindwa kuelewa. Yesu anapokuja ni kweli atakuja kufanya nini? Kuoa, lakini anakuja kuoa kanisa lake, kulichukua kanisa lake. Hiyo ndio harusi inayozungumziwa. Na sasa mwaliko unafanyika wa sisi kuingia ukumbini, ndani ya nini? Ya harusi. Ukumbini ndio kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kanisa la Mungu tunakuja ndani ya ukumbi wa harusi. Na sasa kabla ya harusi kufanyika, kuna ukaguzi na kuhakiki kila mmoja kama analo vazi la harusi. Ukaguzi huo ndio hukumu ya upelelezi inayoendelea mbinguni. Hukumu ya nini? Ya upelelezi inayoendelea. Kuja kwa mfalme kukagua wageni ndiko aliko kuona nabii Danieli katika Danieli 7. Katika Danieli 7 nabii Danieli aliona mzee wa siku ambaye ndio mfalme akiwa katika kazi ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Vitabu vinafunguliwa mbinguni. Matendo yangu yote mema na mabaya yanaonekana. Je, ninaangaliwa, ninafaa kuwa mshiriki katika harusi ya mwana kondoo? Na ninachunguzwa, je, nina lile vazi la harusi? Vazi la harusi ni haki ya Kristo. Vazi la harusi ni nini jamani? Ni haki ya Kristo ambayo kila aliyeingia harusini anapaswa kuwa nayo. Tunaingia ndani ya kanisa la Mungu, tunapaswa kuwa na vazi la harusi. Kuingia tu ukumbini, kuingia tu ndani ya kanisa haitoshi.
Kinachotakiwa ni kufaa kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo. Kufaa tunafaaje? Ni kuwa na vazi la harusi. Vazi hilo la harusi ni haki ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni haki ya Kristo, yaani tabia njema ya Kristo inapandikizwa ndani yetu kwa njia ya imani. Kwa njia ya nini jamani? Sisi tunakuwa ndani yake, yeye anakuwa ndani yetu. Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 480 kinapozungumzia hukumu ya upelelezi kinasema, wale wanaoamini utakaso wa dhambi zao kwa damu ya Kristo. Kristo atakuja kwao kama mtetezi majina yao yatakaposomwa katika hukumu ya upelelezi. Mbinguni kuna vitabu. Kumbukumbu za matendo yako mema zinaandikwa, kumbukumbu za matendo yako mabaya zinaandikwa. Matendo mabaya ni tiketi ya wewe kuingia jehanamu ama kutokushiriki nini? Harusi ya mwana kondoo. Matendo mema ni tiketi ya wewe kushiriki harusi ya mwana kondoo ama kuingia uzima wa milele. Sasa swali la kujiuliza, hii rekodi kumbukumbu ya matendo mabaya itatoka kwa namna gani? Itafutwa kwa namna gani? Kwa njia ya imani katika ukombozi wa Yesu Kristo. Wale wanaoamini katika kafara ya mwana kondoo, majina yao yatakaposomwa katika hukumu ya upelelezi, basi matendo yao mabaya yatafutwa na matendo mema pekee yatakayobaki ndiyo haki ya nani? Ya Kristo. Ndio maana tumesema sisi tunakuwa ndani yake kwa njia ya imani, lakini yeye anakuwa ndani yetu kwa njia ya matendo mema. Matendo yetu mema ni njia ya watu hata wengine sasa kumtukuza Baba yetu aliye wapi? Kwa sababu ni yeye ndiye anayetenda ndani yetu. Mwingine atauliza, hii haki ya Kristo naipataje? Ni kwa njia ya imani. Tunapomwamini Yesu Kristo, anakuja ndani yetu kutenda sura yake, tunakuwa na tabia yake. Mungu anapotuangalia, Mungu ambaye tumevunja sheria yake, anapotuangalia anatuangalia katika sura ya mwanawe mpendwa ambaye mbele zake hana doa wala hana aina yoyote ya dhambi. Anapotuangalia katika sura hiyo ya mwanawe, tunastahili mbele zake kushiriki karamu ya harusi, na hilo ndio vazi la harusi. Hakuna vazi ambalo litakubaliwa la kujitengenezea katika karamu ile ambayo mfalme ameiandaa. Somo la haki ya Kristo ni somo linalopaswa kuwa katika akili zetu siku zote, kujaza mioyo yetu, kwa sababu ni somo ambalo ndio ambalo kwa hilo tunapata kufahamu tunapataje vazi la harusi, tunaokolewaje kupitia haki ya nani? Ya Kristo. Ujumbe huu ndio ujumbe wa kilio kikuu. Ujumbe huu wa haki ya Kristo ndio ujumbe wa nini? Unajua wengine wao wanaposikia ujumbe wa kilio kikuu cha malaika watatu, wao wanafikiri kwamba yani ni kitu strange, yani ni kitu ambacho pengine ni kigeni ambacho hakijawahi kutokea. Lakini maandiko yanasema ujumbe wa haki ya Kristo ndio kiini cha kilio kikuu cha malaika wangapi? Kitabu cha Selected Messages Volume 1 ukurasa wa 362 anasema, wakati wa majaribu huko mbele yetu, kwani kilio kikuu cha malaika watatu kimeshaanza tayari katika kufunuliwa kwa haki ya Kristo. Kufunuliwa kwa haki ya Kristo ndio mwanzo wa kilio kikuu. Maana kilio kikuu ni mwito mkuu wa mwisho ama mwaliko wa kishindo wa watu kuwaita katika karamu ya mwana kondoo, karamu ya harusi ya mwana kondoo.
Kinachotakiwa jamani, kuwa kanisani ni jambo la kwanza, maana ndio sehemu ambayo utapata vazi la nini. Kuna watu wengine wao wanajifariji, wanasema mimi huwa siendi kanisani lakini na matendo mema, lakini natenda matendo. Hiyo inaitwa kujihesabia haki. Hao hawataingia wapi? Maanake wanajitengenezea vazi lao wenye vazi la harusi, kama ambavyo Adam na Eva walijitengenezea majani ya mti kujifunika uchi wao. Lakini wengine wanasema tunapohubiri juu ya ukweli wa kanisa la Mungu, kanisa ambalo linahifadhi kweli safi, wengine wanasema hata nikiwa kwenye kanisa hili nitaokolewa tu, kwani kuna shida gani? Lakini ukweli ni kwamba ndani ya kanisa la kweli la Mungu ndimo ambamo vazi la harusi linafanya nini? Linapatikana. Wale ambao walialikwa wasingekuja ndani ya ukumbi wa harusi, wasingepata vazi la nini? Sio kwamba watu walipata vazi la harusi kule nje wakaja nalo ndani, no. Walikuja kupewa pale pale wapi? Ukumbini, baada ya kukubali ule mwaliko wao. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 15 na 16, nasema basi hapa mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie wapi? Milimani. Kwa nini walitakiwa kukimbilia milimani? Walitakiwa kukimbilia milimani kwa sababu ndiko ambapo wangejificha, wasipatwe na maangamizi ya Yerusalemu, wayakimbie maangamizi ya Yerusalemu, uhai wao wakaufiche kule. Sasa kuna kitu cha kujifunza katika maneno haya ya Yesu yanayosema walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Milima kiroho ni nini? Kitabu cha Zaburi 36 mstari wa 6 kinasema haki yako ni kama milima ya Mungu. Kumbe haki ya Mungu, haki ya Kristo ndiyo milima ya kiroho ambayo tunapaswa kukimbilia huko ili tukafiche roho zetu, tukafiche uhai wetu, tukafiche kila aina ya kitu ambacho, yaani kwa ujumla tukafiche nafsi zetu huko. Haki ya Kristo ndiyo kimbilio letu, ndiyo milima ya kiroho ambayo tunayopaswa kuikimbilia. Ni kweli wale waliokimbilia milimani walipona mwaka wa 70 AD, lakini pia unabii utajirudia katika wakati huu wa mwisho. Wapo wengine ambao watakimbilia milimani kujificha, lakini wale watakaokimbilia milimani hawataokoka kama hawakukimbilia kwanza kwenye mlima wa haki ya Kristo. Kama hawakukimbilia kwanza kwenye mlima wa haki ya Kristo, basi hata wakikimbilia kwenye milima halisi hii hawataokoka bado. Tunapaswa kujificha kwenye mlima wa haki ya Kristo ili kuepuka maangamizo ya dunia hii yanayokuja upesi. La sivyo, mfalme atatamka hukumu kwetu akisema, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kufanya nini? Na kusaga meno. Leo hii mimi na wewe, Yesu anatuita tutubu na kuiamini injili yake na kusimama imara ili atupatie vazi la harusi. Hebu Bwana turehemu na tupate kuamka katika saa hii ya usingizi, tupate kuamka katika saa hii ya hukumu, na hatimaye tuweze kutajwa kuwa wenye vazi la harusi kabla ya mwana kondoo, kabla ya harusi ya mwana kondoo haijafika. Vazi la harusi tunalipata sasa. Muda wa harusi ni wa tukio la harusi,
sio muda wa kupewa mavazi. Ndio maana hata yule aliyekutwa katika ukumbi aliulizwa, wewe umeingiaje hapa? Muda huu ni wa harusi na wewe una vazi la harusi, kwa nini? Hakuwa na cha kujibu, kwa sababu muda wa kupewa mavazi ya harusi ulikuwa umeshapita. Yesu ajapo mara ya pili, haitakuwa muda wa kuomba msamaha, haitakuwa muda wa kuomba haki yake, utakuwa ni muda wa kulipwa kila mtu sawasawa na nini? Na kazi yake aliyoitenda. Bwana tusaidie sana, ili kwamba katika nyakati hizi tukaweze kupata haki ya Kristo katika mioyo yetu, tuishi ndani yake kwa imani, naye aishi ndani yetu kwa matendo yake mema, hatimaye tukatajwe kufaa kuwa washiriki wa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Bwana bariki somo hili kupitia jina la Yesu. Amina.